Mwanaume huyu alikuwa akijiandaa kufanya shambulizi la umbali wa ajabu sana kwa kutumia risasi maalum aliyotengeneza mwenyewe. Kwanza, alitumia kifaa maalum kuondoa kichwa cha risasi kwa umakini mkubwa. Baada ya hapo, akatoa unga wa baruti uliokuwa ndani yake na kuanza kuubadilisha ili uwe na nguvu zaidi. Alichanganya baruti ya zamani na mpya kwa kiwango maalum sana, kisha akairudisha ndani ya ganda la risasi na kuifunga tena kwa ustadi mkubwa. Baadaye, alianza kuinoa risasi hiyo hadi ikawa kali sana. Alijua kuwa kadiri risasi inavyokuwa nyembamba na kali, ndivyo inavyopunguza msuguano wa hewa na kuifanya kusafiri kwa kasi na umbali mkubwa zaidi. Lengo lake lilikuwa kumuua mtu aliyekuwa umbali wa kilomita 10 kutoka alipokuwa. Baada ya kumaliza kutengeneza risasi, alianza kuunganisha bunduki yake ya sniper kwa umakini mkubwa. Kupitia darubini ya bunduki, alipima umbali wa shabaha yake na kuthibitisha kuwa ilikuwa kilomita 10 kamili. Kutokana na umbali huo mkubwa sana, alijua risasi ingeathiriwa na nguvu ya mvuto wa dunia wakati wa safari yake. Ndiyo maana aliinua mdomo wa bunduki kwa nyuzi 40 ili kuhakikisha risasi ingeweza kufika umbali huo wa ajabu. Kisha akaweka alama ya sehemu aliyokuwepo pamoja na eneo la shabaha kwenye ramani. Alianza kutumia uzoefu wake kupima mwelekeo wa upepo, kasi ya hewa na kiwango cha unyevunyevu. Baada ya kukusanya taarifa zote hizo, alichora kwenye ramani njia ambayo risasi ingetumia hadi kufika kwa shabaha. Kupitia darubini yake, alihakikisha kuwa hakukuwa na kizuizi chochote kwenye njia ya risasi. Aliporidhika kuwa kila kitu kiko sawa, akaingiza risasi maalum ndani ya bunduki. Kwa sababu umbali ulikuwa mkubwa mno, alitumia simu yake kufuatilia eneo la shabaha kwa muda halisi. Baada ya kurekebisha pembe ya bunduki kulingana na mazingira ya eneo hilo, kila kitu kilikuwa tayari. Akavuta pumzi ndefu na kusubiri muda sahihi. Baada ya muda mfupi, shabaha yake ilifika eneo alilokuwa akisubiri. Sekunde ile ile mtu huyo alipofungua mdomo kuzungumza, sniper huyo alivuta trigger bila kusita. Risasi maalum ilipasuka hewa kwa kasi kubwa na kufuata njia aliyokuwa ameikadiria kwa usahihi mkubwa. Baada ya kupiga risasi, hakufanya chochote zaidi ya kutazama simu yake kimya kimya, akisubiri kuona matokeo ya shambulizi lake.